Mataifa mawili yako hapa Azam Complex Chamazi, Tanzania, Dar es Salaam, kwenda kusaka alama tatu muhimu katika mchezo mzito wa Sekafa Senior Women's Championship. Ni mataifa mawili yenye historia kubwa kabisa. Anaitwa Jocelyn Nasibamana ndiye mwamuzi wa mchezo huu wa leo, akiwa ameingia na mataifa yote mawili hapa kiwanjani, wakitokea kwenye vyumba kubadilishia nguo. Kikosi cha Kenya dhidi ya kikosi cha Sudan Kusini. Ni mechi ya kihistoria kabisa, wakati Kenya wakiwa na uzoefu wenye kasi kubwa wa soka hapa Afrika Mashariki. Leo wana kasi kubwa ya kufanya ya kupata alama tatu muhimu katika mechi nzito hii dhidi ya Sudan Kusini, timu ambayo haijapata matokeo mazuri katika mechi za kwanza. Shindano ya Sekafa Senior Women's Championship yanayofanyika kwa mara ya pili hapa Tanzania katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Ni Kenya Harambee Starlets, mabingwa mara moja wa Sekafa, wakichukua ubingwa mwaka 2019 dhidi ya timu changa kikosi cha Bright Starlets, kikosi cha Sudan Kusini. Ni mechi ya Kenya Asia na mechi ambayo ina historia kubwa baina ya mataifa haya mawili. Chini ya kocha Bredin Odemba, leo mafanyika badiliko kiasi kikubwa sana, kimwanzisha Faith Mbaya, za pongeza. Lakini hichi ni kikosi cha Sudan Kusini chini ya kocha Simon Yorkak, ambacho leo kimeanza na kikosi kile ambacho kilianza dhidi ya kikosi cha Uganda, lakini pia kiwemo Ludia Mary pamoja na ambayo katika eneo la kushambulia kimichezo. Mwamuzi wa mchezo kutoka Burundi anasubiriwa kwenda kuanzisha hii safari ya dakika 90 za mchezo huu, ikianza na dakika za kipindi cha kwanza. Na mkabumu imekwenda kuanza, ni Kenya dhidi ya Sudan Kusini. Karata ya 3 kwa Kenya na karata ya 3 kwa upande wa Sudan Kusini, hapa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam, Tanzania. Mataifa mawili ambayo yana historia nzuri sana. Unaweza kuwa unaangalia mchezo wa mpira wa miguu lakini ukapata historia mbalimbali baina ya mataifa haya mawili, licha kwamba leo wanawania alama tatu muhimu. Wanyonyi, Nafula, nafasi kwa Kenya. Nafula! Baada ya uhuru wa Sudan mnamo Julai 9 mwaka 2011, Kenya ilikuwa miongoni mwa mataifa ya kwanza kabisa kutambua uhuru wa taifa hilo jipya. Kenya pia imeendelea kuwa saidizi. Nafasi kwa Kenya sasa kwenye box, anaingia vipasi ndani kwa Afula. Ni Faith Odongo Mboya anakwenda kuwapa bao la kwanza Harambee Starlets. Dakika 3 za mchezo imewatanguliza kikosi cha Kenya. Harambee Starlets walikosea kikosi cha Sudan Kusini katika eneo lao la ulinzi, lakini kazi moja nzuri akienda kuifanya mchezaji wa Kenya, kuweka vipas, inamkuta Faith Mboya ambaye aliwafunga Burundi, lakini pia anakuja kuwafunga Sudan Kusini. Kenya wanapata bao la kuongoza. Lodwar, kaunti ya Turkana, kaskazini magharibi mwa Kenya, ipo karibu na mpaka wa Kenya na Sudan Kusini kupitia kwenye mji wa Loki-Togio, mji wa mpakani baina ya Kenya na Sudan Kusini. Tafuta hapa sasa Violet Nanjala, kafanikiwa kupita. Violet Nanjala sasa nafasi kwa upande wa Kenya, cross ndani kule. Namna gani hapa, nafasi kwa Martha, anakosa nafasi nzuri kweli kweli. Cross ambayo imechongwa upande wa kulia, ilifika kwa Martha ambaye ameingia kambani mara 3 mpaka sasa, lakini wakati huu ameshinda kuandika bao. Majaro mazuri kabisa, lakini hajaweza kutumiwa vyema na Martha, jezi nambari 12 Amunyolet Emidot. Aliwafunga Burundi mabao mawili, lakini pia akawafunga Uganda bao moja katika ushindi ule mabao 4-0 waliopata Kenya. Lakini nafasi yake ya kwanza ya mchezo ameipata, clear chance, hajafanikiwa kuitengeneza ama hajafanikiwa kuibadilisha kwa bao. Sudan Kusini wanabaki salama. Chongole mpira mkubwa sana ndani kule. Namna gani kule, kwa ni hatari kulikweli, mpira ambao ulipigwa mrefu kulikweli na Ludia Mike Justin,
lakini Ahmed Kwamasi ameamua kuhakikisha ule mpira, akaenda kupa ngazi tu, mambo yasiyo mengi. Tazama, alikwenda kukunjuka mbali kabisa mpira ule wa ikabu, akauruhusu dunde, lakini kama sio kujaribu. Martha tafuta Valet Wanyonyi, Valet Wanyonyi, Valet Wanyonyi anakipiga pale. Valet ni Manispaa Lion anaandika bao la pili, shuti kali nje ya 18. Nani alikwambia kwamba fimbo ya mbali haiwi nyoka? Mlinda mlango na wa Isaac Majog ameishia kudaka ule mpira kwa macho ama kusindikiza kwa macho. Bado kumekosekana maelewano mazuri kwa upande wa Sudani Kusini. Haya, itakuwa ni nafasi Tumaini Nafura na kwenda kuwa kwanza sasa, kama tawayo ule mpira. Tumaini Nafura kafanikiwa, nafasi kwa Kenya, kama kapiga hivi anadeshi, lakini anafanya kazi kubwa sana kwenda kupambana zaidi. Jezi nambari 12 Sumaya Malili Taban kwenda kudhibiti shambulizi ambalo pengine wangeenda kulitumia Harambee Stars. Tumaini kona fupi, ile kosi kubwa ndani sana, ndani nafasi kwenye kamba, wanapata bao la tatu Harambee Stars. Kona fupi walioanza Tumaini na Martha imeenda kuwapa matunda. Martha Amunyalet Emidot anakwenda kufunga bao lake la 4 msimu huu, anakwenda kumfikia Opa Clement wa Twiga Stars. Alimchungulia mlinda mlango na wa Isaac Majog, akaukunguja ule mpira, mpira ndizi, mpira ambao umejikunja vizuri kabisa, ukaenda kujaa kwenye kamba. Mechi hii kutamatika hapa katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, lakini pia yuko chini mchezaji wa Sudani Kusini angaliwa na watu huduma ya kwanza wameingia kutoa uwanjani. Ambapo dakika zile za maamuzi wa matokeo ni 3 kwa Kenya na Sudan Kusini. South Sudan hawajapata kitu. Huduma mbalimbali na ice cream za Maklesa Azam ice cream zikiendelea kuwapa nafasi mashabiki wa soka kuendelea kujitazamia tu soka hili vizuri kabisa, tukiendelea kusubiri mtanange mingine ambayo inalindima hapa kiwanjani, ikiwemo mechi ya Taifa Stars, mechi ya Twiga Stars Tanzania pale dhidi ya Uganda. Haya, ndani kujaribu kupiga shuti kwa chini, mpira ambao unakosekana. Nafasi 1-2 kama itakubali, ni nafasi kwao kwa ndani kule, inazuiliwa. Enes Mudez Mango katika ni kona ya mwisho kwa upande wa Kenya hii. Martha na kwenda kupiga ile kona haraka haraka, ile kona ndani kule, ikotosi ndani kule. Unapokuwa na wakubwa wewe ishia kula wali, nyama waachie wao. Ndicho ambacho anaambiwa Sudani Kusini na Harambee Stars. Kona ikichongwa na Martha Emunyolet, inakwenda kutumiwa vizuri kabisa na Elizabeth Ochaka, jezi nambari 15, alikwenda kujitwisha ule utosi free header kabisa akitokea nje ya 18.
na kuingia kwenye kamba. Free header. Kenya Harambee Stars wanaandika bao la 4. Mnara wa 4G umekwenda kusimama hapa Azam Complex Chamazi. Kipigo ambacho walikitoa kwa Uganda ndicho ambacho wanakichukua Sudan Kusini. Zako wanaponyolewa zako tia maji. Sudan Kusini walizalau kauli hii, inawakuta kila ambacho kimetokea. Na Kenya Harambee Stars baada ya kuichapa Burundi, baada ya kuichapa Uganda, sasa hivi wanawachapa Sudan Kusini. Kila mmoja ataonja kikombe hichi cha Kenya. Wanapata ushindi wa 3 katika haya mashindano msimu huu. Sudan Kusini hawajaweza kupata ushindi hata mechi hata moja, ikiwa chini mchezaji wao mmoja akipata kulia kwa maumivu makali kabisa.